ya Radio Fortune Africa. Wakati ambapo basi unatafakari yote, basi ni wakati wa machweo. Tupokee taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na polisi Tanzania watuhumiwa kuwajeruhi wanachama 16 wa Chadema. Rais wa Marekani Donald Trump kuwapa kipaumbele wakimbizi wazungu kutoka Afrika Kusini. Kesi yafunguliwa dhidi ya mtengeneza dawa za kikohozi zinazohusishwa na vifo vya watoto. Mvua kubwa za kunya na kusababisha vifo vya watu 47 Nepal. Waziri Mkuu wa Ufaransa jiuzulu chini ya mwezi mmoja madarakani. Wagonjwa 6 wafariki dunia kwa ajali ya moto wakiwa ICU huko India. Naam. Na tumai ubweri wape pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Jeshi la polisi nchini Tanzania linatuhumiwa kuwajeruhi wanachama 16 wa Chadema wakati wa makabiliano nje ya mahakama jijini Dar es Salaam. Kundi hilo lilikuwa limekusanyika kufuatia maenendo wa kesi ya uhaini na mkabili mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu. Chama hicho ambacho ni kikuu cha upinzani nchini Tanzania kimesema wanachama wake kadhaa wamejeruhiwa wakati polisi wakiwaondoa kwa nguvu kutoka katika majengo ya mahakama. Chadema imelaani tukio hilo na kueleza kuwa ni ukandamizaji wa kikatili dhidi ya wafuasi wa upinzani. Imesema waliojeruhiwa wanapatiwa matibabu hospitalini. Polisi bado hawajazungumza chochote kuhusu tukio hilo. Kwa mjibu wa taarifa ya Chadema, makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche amefika hospitalini na Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam kuwajulia hali majeruhi. Kwa upande mwingine, mvutano umetokea kati ya baadhi ya mawakili wa jamhuri na wale wa upande wa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu, muda mfupi baada ya kesi ya uhaini iliyomkabili mwenyekiti huyo kuahirishwa. Kwa mjibu wa gazeti la Wananchi, mvutano huo ulitokea leo Jumatatu Oktoba 6 mwaka huu katika ukumbi wa mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam, ambapo mawakili walikuwa wakimsaidia Lissu kisheria pamoja na makada wa Chadema waliokuwa mahakamani hapo kufuatia kesi hiyo. Waligombea sehemu ya kukaa na baadhi ya mawakili wa serikali. Tukio hili lilijiri muda mfupi baada ya mahakama ya kuahirisha kesi ya Lissu na kurejeshwa rumande, hali iliyosababisha mawakili wa baadhi ya wafuasi kutupiana maneno kwa dakika chache kabla ya kutulizwa.
Kesi hiyo iliahirishwa hadi kesho, wakati mahakama hiyo ikitarajiwa kujibu hoja zilizotolewa katika kikao hicho cha Jumatatu hii. Wakati wa ushauri huo, mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu alihoji kuwa nini tarehe ya hukumu imepangwa kabla ya kesi hiyo kuanza. Lissu anakabiliwa na mashtaka ya uhaini. Ikiwa atapatikana na hatia, anaweza kukabiliwa na adhabu ya kifo. Utawala wa Donald Trump unajiandaa kuweka kiwango cha kupokea wakimbizi kuwa watu 7,500 mwaka huu na kuwapa kipaumbele wa Afrika Kusini wazungu, amesema watu watatu wanaofahamu suala hilo. Iwapo mpango huu utakamilika, kiwango kinachopangwa kitashuka kutoka 1,125 kilichowekwa mwaka jana chini ya rais wa zamani Joe Biden. Trump kutoka chama cha Republican alipunguza viwango vya kupokea wakimbizi wakati wa urais wake mwaka 2017 na hadi 2021 kama sehemu ya kupunguza uhamiaji halali na haramu. Baada ya kurejea ofisini Januari mwaka 2025, alizuia kupokea wakimbizi. Wiki kadhaa baadaye, Trump alitoa agizo kuwa wakimbizi kutoka Afrika Kusini wenye asili ya kizungu, ambao ni wachache katika nchi hiyo, hakuwa nakabiliwa na ubaguzi wa rangi na ghasia. Serikali ya Afrika Kusini imekanusha madai hayo. Kundi la kwanza wa Afrika Kusini 59 waliwasili mwezi Mei na kufikia 108 mwanzoni mwa Septemba mwaka huu. Katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wiki iliyopita, Trump alihimiza mataifa mengine kujiunga na kampeni ya kimataifa kurejesha ulinzi mkali wa mipaka na kuunda mfumo mpya kuhusu uhamiaji. Watu 21 wameuawa huko Gaza na wengine 96 kujeruhiwa katika saa 24 zilizopita, Wizara ya Afya inayoendeshwa na Hamas inasema katika taarifa yake ya hivi punde. Kwa upande mwingine, kamati ya kimataifa Msalaba Mwekundu inasema iko tayari kufanya kazi katika kubadilishana mateka wanaoshikiliwa Gaza na wafungwa nchini Israel. NGO hiyo imesimamia kuachiliwa kwa mateka 148 na wafunga 1901 tangu Oktoba mwaka 2023 pamoja na kurejea kwa mabaki ya binadamu. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Katika awamu ya pili ya matangazo yetu tunashirikiana na washirika wetu DW katika awamu hii ya ripoti za uandishi. Aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole amechukuliwa na watu wasiojulikana. Familia yake imesema kuwa nyumba aliyokuwa anaishi imepekuliwa. Polepole amegeuka kuwa mkosoaji mkubwa wa serikali, akituhumu kwa matumizi mabaya ya madaraka na ufisadi. Florence Majani na taarifa hiyo kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Aliyewahi kushikilia nafasi mbalimbali serikalini na kwenye chama tawala cha CCM, jeshi la polisi limesema tayari limeanza kufanya uchunguzi wa madai ya kutekwa au kupotea kwake. Jeshi hilo limesema awali walikuwa wakimtafuta Polepole ili aweze kuwasaidia kuhusiana na tuhuma mbalimbali ambazo amekuwa akizitoa, na limesisitiza kuwa wanafanyia uchunguzi taarifa za kutekwa kwake. Msemaji wa jeshi la polisi Tanzania, DCP David Misime, amesema jeshi la polisi limeona taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na ndugu zake kuwa ametekwa. Tayari tumeanza kufanya kazi taarifa husika ili kupata ukweli wake. Leo asubuhi taarifa za kutoweka kwa Polepole zilisambaa kupitia mitandao ya kijamii, huku zikionyesha nyumba inayodaiwa kuwa ni makazi ya Polepole ikiwa imeharibiwa na kuonekana kwa alama za damu sakafuni. Ili kupata undani wa kutoweka kwa Polepole, DW imezungumza na kaka wa Polepole, Godfrey Polepole, ambaye ameeleza kile ambacho familia inafanya baada ya kutoweka kwa ndugu yao. Bado hatujaweza kufanikiwa kumpata brother Humphrey. Tunajaribu kuweza kutoa ushirikiano na polisi. Tungefurahi zaidi kama tungefanikiwa kumpata ili tuweze kumpeleka hospitali, kwa sababu kwa jinsi ile ambavyo
imeonekana pale nyumbani ni umwagikaji mkubwa sana wa damu, kwa hiyo bila shaka lazima atakuwa ameumia kwa kiasi kikubwa. Godfrey ameiambia DW kuwa mara ya mwisho kuzungumza na kaka yake ilikuwa jana Jumapili saa 2 usiku, ambapo ameeleza kuwa Polepole alimsisitiza kuwa makini. Kwa mara ya mwisho nimezungumza na brother Humphrey jana majira ya saa 2 za usiku. Tulibadilishana mawazo, alinishauri vitu kadhaa na pia alinisisitiza kuwa makini zaidi. Kama familia tumekuwa katika kipindi kigumu na kufuatiliwa kwa namna ile ambayo si njema. Polepole aliyewahi kuwa katibu mwenezi na itikadi wa CCM na ambaye katika siku za karibuni amekuwa mkosoaji mkubwa wa serikali, akinyoshia kidole mfumo, utawala na mwenendo wa chama tawala cha CCM, amewahi pia kuwa mbunge na balozi wa Tanzania nchini Malawi. Na hivi karibuni kabla ya kujiuzulu, alikuwa ndiye balozi wa Tanzania nchini Cuba, ambaye aliwakilisha nchi yake pia katika visiwa vya Karibiani, nchi za Amerika ya Kati, Colombia na Guyana. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Asante sana Florence Majani, tutakuwa nafuatilia taarifa hiyo. Mgombea urais aliyetetea kiti chake Zanzibar, Hussein Ali Mwinyi wa CCM, na mpinzani wake mkuu ambaye pia ni makamu wake wa kwanza Othman Masoud Othman wa chama cha ACT Wazalendo, wanatupiana lawama juu ya uwezekano wa kuharibika kwa hali ya usalama. Rais Mwinyi amewafahamisha viongozi wa dini kwamba katika kipindi chake cha kwanza cha uongozi amejitahidi katika masuala ya amani na kuondosha ubaguzi eneo hilo. Salma Saidi na taarifa zaidi. Pili, Rais Mwinyi anayewania muhula wake wa pili madarakani aliwaambia viongozi wa dini kwenye kisiwa hicho ambacho ni ngome kuu ya hasimu wake Othman Masoud kwamba amejitahidi kwenye kipindi cha mwanzo cha utawala wake kujenga amani na kuondosha ubaguzi, lakini anasikitishwa sana na wapinzani wake ambao wanasahau kazi kubwa aliyoifanya na wanamtuhumu kuirejesha nchi nyuma. Serikali ya Chama cha Mapinduzi inazungumzia umoja, ndio maana leo hatubaguani. Hapa Pemba kulikuwa kuna wakati hapa misikiti tulikuwa hatusali. Huu msikiti bwana wa CCM, huu msikiti wa CUF, hapa tulikuwa hatuzikani. Watu walikuwa wanapeana talaka kipindi hichi cha uchaguzi. Kauli hiyo ya Rais Mwinyi imetanguliwa na onyo alilolitoa mgombea mkuu wa upinzani Othman Masoud, naye akiwa kisiwani Pemba siku ya Jumamosi, ambapo alimtumia ujumbe wa wazi Rais Samia Suluhu Hassan akiwa rais na amiri jeshi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akimtaka azuie kile alichosema ni uwezekano wa matukio ya mwaka 2020 kurejewa. Mimi ninachomuomba Rais Samia, namuomba hapa na yasema hapa Gando, kwa nini walioyafanya 2020 wakawapa watu ushindi wa wizi baada ya kuua watu, kujeruhi watu, hawa waliopewa ushindi wa wizi umewatamkia, wameanza kuamini na wao wenyewe kama eti walishinda 2020. Leo wanafanya njama waingie madarakani wapate viti walivyopewa 2020 kwa namna yote. Katika uchaguzi wa mwaka 2020 zaidi ya watu 20 waliuawa na wengine mamia kujeruhiwa katika maeneo mbalimbali ya visiwa vya Zanzibar, lakini wengi wao ni kisiwa cha Pemba, kwa mujibu wa ripoti za mashirika mbalimbali ya haki za binadamu. Lakini je, wananchi wenyewe wanasemaje? La kwanza ni suala la amani, ya kwamba amani ndio nguzo ya kila kitu. Hata majumbani mwetu kama hakuna amani hatuwezi kuzaa. Matumaini yangu uchaguzi wa mara hii utakuwa wa huru na wa haki, kwani chaguzi zilizopita zilikuwa haziko huru wala ilikuwa si chaguzi za haki, kwa sababu zilituachia vilema, zilituachia mauaji, zilituachia watu kunyanyaswa, zilituachia watu kufanywa vitendo visivyokubalika katika jamii. Uongozi ni dhima, na kwa maana hiyo yule anaitwa kiongozi ndiye anayebeba dhima hiyo, na yeye ndiye ambaye ataulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala namna gani alivyowaongoza waliokuwa chini yake. Hofu yangu katika uchaguzi huu, matokeo
kubadilishwa tu na tume au askari vikosi huwa wanapita mitaani kupiga wananchi ambao wanategemea kuwa ni wapiga kura, lakini wanawatia hofu ambazo si za sahihi ambazo zinatumiwa pamoja na watu wa serikali, yani watu wa dola. Salma Said, DW, Zanzibar. Asante sana Salma Said kutokea kule Zanzibar. Watu 7 wameripotiwa kuuawa katika shambulio la Israel katika ukanda wa Gaza leo. Majadiliano ya namna ya kutekeleza mpango wa amani wa Trump usitishaji vita katika ukanda wa Gaza yanaendelea. Amina Abubakar na mengi zaidi. Inayoendeshwa na shirika la misaada linaloungwa mkono na Marekani na Israel la Gaza Humanitarian Foundation GHF Wafa imesema wanajeshi wa Israel waliwamiminia risasi wa Palestina waliokuwa wanasubiri msaada huo wa kiutu. Hata hivyo, msemaji wa jeshi la Israel amesema jeshi lake halina taarifa hiyo, huku GHF ikisema hakuna tukio lolote lililoripotiwa na operesheni ya kugawa chakula inaendelea vizuri. Taarifa kutoka pande zote mbili hazikuweza kuthibitishwa mara moja. Haya yanajiri wakati mazungumzo ya wajumbe wa Hamas na Israel yakiendelea nchini Misri ya kujadili mpango wa amani ya Gaza uliopendekezwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Lengo la mpango huo ni kuachia mateka wote 48 walio hai na waliokufa wanaoshikiliwa na Hamas, ili nalo kundi hilo liwapokee wafungwa wa Kipalestina walioko vizuizini nchini Israel. Masuala mengine katika mpango huo kama kuwapokonya silaha kundi la Hamas na Israel kuondoa kikamilifu wanajeshi wake Gaza ni mambo ambayo bado yanaleta mvutano mkubwa. Hamas imesema haitoweka silaha zake chini hadi pale Israel itakapoondoa wanajeshi wake Gaza na kuitambua Palestina kama dola huru, huku Israel nayo ikisema hilo halitowezekana. Kwingineko, siku ya Ijumaa, Rais Donald Trump aliitolea mwito Israel kuacha kuishambulia Gaza haraka iwezekanavyo ili kutoa nafasi ya mateka kuachiwa na kupitishwa kwa salama. Israel imejibu ikisema itapunguza na sio kusitisha mashambulizi yake hadi pale makubaliano kamili yatakapofikiwa. Huku hayo yakiarifiwa, Iran imesema inaunga mkono juhudi zozote zitakazositisha mgogoro unaoendelea sasa Gaza. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu Ismail Baghai amesema juhudi za kusitisha mauaji halaiki Gaza yanaungwa mkono. Tunakaribisha hatua yoyote wakati huu itakayopelekea kusitishwa kwa mauaji halaiki Gaza na kufanya hali kuwa tulivu ili kuwezesha misaada kufikishwa kwa watu wanaokandamizwa wa Palestina na wakaliwa kimabavu. Baghai bila ya kutoa ufafanuzi alisema Iran ina wasiwasi mkubwa wa mpango wa amani ya Gaza uliopendekezwa na Trump. Iran ni mshirika mkubwa wa wanamgambo wa Kipalestina wa Hamas. Wakati huo huo, kundi la uhamasishaji la Israel linalotetea kuachiwa kwa mateka wa Israel nchini Gaza limetaka Rais Trump apewe tuzo ya amani ya Nobel kwa juhudi zake za kuleta amani katika kanda ya Mashariki ya Kati. Katika barua iliyotumwa kwa kamati ya Nobel ya Norway, kundi hilo limesema Trump tayari amewezesha kile wengi walichosema hakiwezekani. Kundi hilo limesema Trump ameahidi kwamba hatofumba jicho hadi mateka wote watakapoachiwa Gaza, na hilo pekee linapaswa kumpitisha Trump kama mtu sahihi anayestahili kutunukiwa tuzo hiyo. Trump amekuwa akisema hadharani kwamba anastahili kupewa tuzo hiyo ya amani ya Nobel, japo wataalamu wanasema nafasi yake ni ndogo mno. Asante sana Amina Abubakar. Nazidi kusonga mbele kwenye taarifa yetu ya habari Afrika leo jioni, habari za dunia. Kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Rwanda imeshutumu Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa kukataa kutia saini mkataba wa ushirikiano wa kibiashara baina ya nchi hizo jirani. Mkataba huo uliotakiwa kusainiwa mwishoni mwa wiki iliyopita, lakini Kongo ilijiondoa katika dakika za mwishoni. Waziri wa mashauri ya kigeni Olivier Ndakuigire amelaumu Rais wa Kongo Felix Tshisekedi akisema aligeuka dakika za lala salama. Silvenas Karemera na taarifa zaidi. Kongo yangepelekwa Rwanda na kusafishwa katika viwanda vya Rwanda kabla ya kusafirishwa hadi masoko ya Ulaya na Marekani. Mchakato kuhusu azima hii uliendelea hadi siku ya Ijumaa wiki iliyopita, ambapo wajumbe wa Rwanda na Kongo
walikutana mjini Washington kwa ajili ya shughuli hiyo. Hata hivyo, kulingana na serikali ya Rwanda, katika dakika za mwisho wajumbe wa Kongo walikataa kutia saini mkataba huo. Msemaji wa serikali ya Rwanda Yolande Makoro ametoa kauli ndefu kupitia ukurasa wake wa X au Twitter kwamba wameshangazwa na uamuzi huo wa mwisho wa Kongo kukataa mkataba huo. Tumeshindwa kufahamu hasa sababu ya Kongo kushindwa kusaini mkataba huu katika dakika za mwisho, hasa ikizingatiwa jinsi mazungumzo yalivyokuwa yamekwenda katika hali ya uelewano na mshikamano, alisema Yolande Makoro kupitia mtandao wake. Amesema kwamba Rwanda bado naamini kwamba kupitia upatanishi wa Marekani mkataba huu utasainiwa. Kwa upande wake, waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda Olivier Nduhungirehe, ambaye alikuwa mjini Washington siku ya Ijumaa, amemlaumu moja kwa moja rais wa Kongo Felix Tshisekedi, akisema aligeuka dakika za lala salama. Amesema, na hapa namnukuu, ukweli ni kwamba wajumbe wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa wiki nzima walifanya kazi nzuri na kufikia mkataba mzuri chini ya upatanishi wa Marekani, na asubuhi iliyofuata, yani siku ya kutia saini, rais Felix Tshisekedi aliwaamuru watu wake kutosaini mkataba huo, mwisho wa kumnukuu. Waziri huyo amesema kwamba mkataba huo ulikuwa ni wa kiuchumi na wa manufaa ya nchi mbili na hakukuwa na chembe yoyote kuhusu masuala ya kiusalama ambayo yenyewe yanaendelea kujadiliwa kupitia kamati maalum kuyahusu. Lakini wachambuzi wa masuala ya siasa za maziwa makuu wanasema hasara ni kwa nchi zote mbili. Emmanuel Kwizera ni mwandishi mkongwe wa habari na mchambuzi mjini Kigali. Kuna faida kwa ngambo ya Rwanda na kuna faida kwa ngambo ya DRC. Sana kwa upande wangu, Kongo ndiyo ingefaidika sana, kwa sababu Kongo hawana viwanda vilivyo sahihi kwa kutengeneza madini, ila Rwanda wangeandaa vizuri. Ila uongozi wa Kongo wanashutumu Rwanda kuwa nyuma ya kikosi cha M23. Nafikiria wahusika pande zote mbili watalizungumzia na mpatanishi wao. Taarifa zimesema kwamba Kongo imeamua kufanya hivyo kama shinikizo la kile ambacho yenyewe inasema ni lazima Rwanda iondoe jeshi lake mashariki mwa nchi hiyo. Rwanda imeendelea kuonyesha kuwa na kikosi kule, hali ambayo sasa inawafanya wengi kuamini kuwa huenda mikataba na mazungumzo baina ya pande hizi mbili visizae matunda licha ya shinikizo la Marekani. Silvanus Karamera, DW, Kigali. Asante sana Silvanus Karamera. Katika hatua hiyo umetuletea taarifa kutokea maeneo hayo yenye mzozo ambapo ni DRC na Rwanda. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC imemtia hatiani mkuu wa wanamgambo wa Sudan kutokana na vitendo vya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu vilivyofanywa wakati wa mashambulizi ya kikatili huko Darfur. Zainab Aziz na taarifa zaidi. Katika uamuzi wake imemtia hatiani mkuu huyo wa wanamgambo wa Kiarabu wa Janjaweed wa Sudan, aliyeogopwa sana wakati wake, kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu uliofanywa wakati wa mashambulizi ya kikatili huko Darfur. Ali Mohamed Ali Abdulrahman, anayejulikana pia kama Ali Kushaib, amepatikana na hatia ya uhalifu, mauaji, mateso, ubakaji, ukandamizaji na kuwashambulia raia yaliyotekelezwa kati ya mwezi Agosti mwaka 2003 na mwezi Aprili mwaka 2004. Ni mara ya kwanza kwa mahakama hiyo ya kimataifa ya uhalifu kumtia hatiani mshukiwa wa uhalifu uliotendeka katika jimbo la Darfur. Jopo la majaji watatu kwenye mahakama ya mjini The Hague waliamua kwamba ukatili huo ulikuwa sehemu ya mpango wa serikali ili kuuzima uasi katika eneo la magharibi mwa Sudan. Jaji kiongozi Joanna Kona alisoma hatia 27 katika makosa yaliyomkabili Ali Kushaib, na sasa anasubiri kupewa hukumu ya makosa hayo ambayo itatolewa baadaye. Kutokana na makosa yanayomkabili, anaweza kuhukumiwa kifungo cha maisha jela. Jaji Kona amesema Ali Muhammad Ali Abdulrahman, anayejulikana pia kama Ali Kushaib, alihimiza na kutoa maelekezo yaliyosababisha mauaji hayo, ubakaji na uharibifu mkubwa uliofanywa na kundi hilo la Janjaweed, na ameongeza kuwa hukumu hiyo imetolewa kwa kauli moja. Waendesha mashtaka wamesema Abdul Al-Rahman alikuwa kamanda mkuu wa wanamgambo wa Janjaweed wakati wa mzozo wa Darfur uliozuka pale waasi kutoka kabila la eneo la kati na kusini mwa jangwa la Sahara walipoanzisha uasi kutokana na malalamiko ya uonevu wa serikali ya Khartoum iliyotawaliwa na jamii ya Wasudan wa Arabu wakati wa utawala wa rais aliyeondolewa madarakani Omar al-Bashir, na ndipo serikali hiyo iliwajibu kwa mashambulio ya
ardhini na ya angani, pamoja na jamii hiyo kuvamiwa na wanamgambo wa Janjaweed. Operation hiyo ilijumuisha mauaji ya umati ambapo hadi watu 300,000 waliuawa na wengine 2.7 walifukuzwa kutoka kwenye makazi yao huko Darfur. Aliyekuwa rais wa Sudan Omar al-Bashir ameshtakiwa kwenye mahakama ya ICC kwa uhalifu na mauaji ya halaiki, lakini mpaka sasa hajakamatwa ili kupelekwa huko The Hague kukabiliana na sheria. Asante sana Zainab Aziza. Nazidi kupokea taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ambapo ni Afrika leo jioni. Habari za dunia, ambapo polisi nchini India wameanza kuchukua hatua dhidi ya mtengenezaji wa dawa za kikohozi ambayo ilipatikana na viwango hatari vya kemikali ya sumu baada ya vifo vya watoto 14 wanaoaminika kutumia dawa hiyo. India imekabiliwa na uchunguzi juu ya ubora wa dawa zake, huku dawa za kikohozi zikihusishwa na vifo vya watoto nchini Cameroon, Gambia na Uzbekistan katika miaka michache iliyopita. Polisi wamesajili kesi ya jinai siku ya Jumapili dhidi ya daktari na mtengenezaji. Mvua kubwa imesababisha maporomoko ya ardhini na mafuriko yaliyofunga barabara, kusomba madaraja na kuua watu wasiopungua 47 katika siku ya Ijumaa nchini Nepal, maafisa wamesema siku ya Jumapili. Watu 5 wameuawa katika maporomoko ya udongo katika wilaya ya Ilam Mashariki inayopakana na India, anasema Kalidasa Dogoji, msemaji jeshi la polisi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chao kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Tunakuomba mpenzi msikilizaji, simama na kituo hiki kufikia malengo yake. Uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter na station transmitter link itakao utanua wigo letu na kufikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill namba ni 625 account number ni 01245085217800 au till number ni 456146 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni yetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Sasa hivi na kurejesha kwa studio za DW Samjama na vile vile Tatu Karema watuletea na uvuma kwenye mitandao. Nchini Kenya ambaye anakabiliwa na hukumu ya miezi 2 jela ama kulipa faini ya shilingi 30,000 za Kenya baada ya kula raha kujilipua kwa takriban 22,760 alafu akajikuta hana uwezo wa kulipa. Ukiangalia faida anayotakiwa alipe na bili ambayo anadaiwa, angebakia na chenche angekuwa amepewa. Lazima usikie uchungu kidogo, maana sasa hii nini? Unakwenda unaagiza tupewe kama tulivyo, mnakula mnakunywa, alafu hapo mitandaoni umechapisha baada ya yote wambe sasa bili ndio hii, unaanza kujikuna upele. Sasa mambo gani? Umewaita Tatu, uko wapi? Tupewe kama tulivyo. Njoo kama ulivyo. Unasemaje huko mitandao? Majanja Patrick anasema lakini hii inafanya kazi vipi? Hakimu anatoa hukumu kama faini kulipwa kwa serikali. Hoteli ambayo ndo mlalamishi inalipwa na nani? Nataka kujua hii faini inaenda kwa nani hasa. Emmanuel Muturi anasema yani mlo mkubwa wa siku moja unakupa mlo wa siku 60 wa bure, tena mahali kwenye usalama. Yani hii ni kejeli ya kiasi kikubwa. Atalindwa kule akiwa gerezani, unakula chakula bure, mlo mara 3 kwa siku, alafu huku unalindwa na polisi. Siku 60 za bure? We Tatu, sio za bure, kula hakuna uhuru. Kwa hiyo alafu huwezi piga selfie pale ukasema niko hapa na chakula cha bure. Kwa hiyo ni mengi. Anyway, muda nao tuangalie yale ambayo watumiaji wetu ama wafuasi na wafuatiliaji wetu wametuandikia nini katika mitandao ya kijamii. Namuona hapa Laurent anasema rais wa Kongo asikubali huo mkataba wa Rwanda kwa sababu Marekani ina maslahi hapo.
Kayuni Rashid akiwa Dodoma, Tanzania, anasema kitendo cha Rwanda kuilaumu Kongo ni cha kutaka mikataba ya kusainiwa kimabavu. Rwanda, tambueni kuwa DRC bado inapitia wakati mgumu sana. Unamwona nani? Kayuni Rashid anasema mimi naona jeshi la polisi nchini Tanzania lisingefuatilia mambo ya mtandaoni. Badala yake ifuate tu mambo mengine, usalama wa taifa. Achane kabisa na ripoti za mtandaoni. Mponinje Michael anasema kuhusiana na Polepole, mimi sijui maana ya unafiki, ila huwa nasikia tu mtaani wakisema, akaweka kwenye mabano, acheni unafiki. Daudi Fungameza anasema hivi, aliyetuaminisha mfungo wa vyama vingi ama mfumo yalimaanisha wa vyama vingi ndio maendeleo ni nani? Maana wanasiasa wanatutumia sana kupata wanachotaka wao, wanatuhamasisha tufanye maandamano ambayo hutugharimu maisha yetu, lakini wao wako salama. Asante sana msikilizaji, hatuna muda. Jina langu Saumu Njama, jioni njema. Asante sana pote pale ulipo msikilizaji, ukweza kuwa msikilizaji mwaminifu wa idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Tumekuwa katika awamu ya pili na shirikiana na shirika la DW. Asante sana Saumu Njama hapo na Tatu Karema katika nafasi ya kutuelekeza na kurejesha katika studio zetu hizi ambapo kutoka DW ambapo msikilizaji elekea kupokea kiziba mkonga cha siku ya leo. Kiziba mkonga cha sasa. Moja wapo ya dalili kwamba msimu wa maisha yako unabadilika ni kuvamiwa au kuyumbishwa au kupigwa kwa furaha yako. Unatamani kuwa na furaha na hiyo furaha inapigwa. Moja wapo ya dalili kwamba msimu wa maisha yako unabadilika na hamna kitaushi duniani ila mabadiliko ni kuvamiwa au kuyumbishwa au kupigwa kwa furaha yako. Tena inaweza kupigwa na watu wako wa karibu sana. Kama makini, msimu wako unabadilika. Mojawapo ya dalili kwamba msimu wa maisha yako unabadilika, msikilizaji, ni kuvamiwa au kuyumbishwa au kupigwa kwa furaha yako. Tena inaweza kupigwa na watu wako wa karibu sana. Kama makini, msimu wako unabadilika na hamna kitaushi duniani ila mabadiliko. Sasa hivi nimekuwa nikitafakari, wengi sana hupenda kuandika kwenye mitandao wakati ambapo mtu amefarakana na dunia, umauti umempata. Kama uonavyo, wanasema kwa wengine wakifariki dunia, rest in peace ama RIP fulani, it is too soon, umekwenda mapema sana, mbona umetuacha ghafla. Ndivyo hivyo watasema ukifariki dunia. Swali ni je, umejiandaje? Ishi vema na watu, guza maisha ya watu, mpende Mungu. Hakuna cha too soon wala rest in peace. Baada ya kifo ni hukumu. Period. Ishi vizuri, wacha dhambi, maana mshahara wa dhambi ni mauti. Haja wengi wanaona kwamba wako na muda mrefu sana hapa duniani. Ndio wengi wanafanya usharati, wengi ni waizi, wengi ni wakora, wengi ni wachawi. Wengi wanaishi maisha mbaya hayapendezi. Wanafikiri kwamba kuna muda mrefu sana hapa chini ya jua. Haujui saa wala dakika. Ni kuishi vizuri. Ndio maana nilianza kwa kusema kwamba hamna kitu aushi duniani ila mabadiliko. Ishi vizuri,
mpende Mungu, jiandae, maana hujui saa wala siku. Na hicho ndicho Kiziba Mkonga cha sasa.